Je, ungependa kujua siri za kweli za kuanzisha biashara yenye faida kubwa ya maji ya kunywa, soda au juisi? Basi tafadhali usikose kutazama video hii hadi mwisho. Habari marafiki, jina langu ni Bhavesh Sojitra, mimi ni mkurugenzi katika kampuni ya Dharmanandan Techno Projects Private Limited. Dharmanandan ni watengenezaji wakuu wa mashine za hadhi ya juu, zenye teknolojia ya kisasa na viwango vya kidunia kwa ajili ya biashara ya maji, soda na juisi. Asanteni sana kwa kuifanya chaneli yetu ya YouTube kuwa namba 1 duniani katika sekta ya maji na vinywaji. Kuendelea kutazama, tafadhali jiunge na chaneli yetu sasa hivi na bonyeza kengele ya taarifa ili usipitwe na video zetu zijazo na upate taarifa na faida kemkem. Lengo pekee la kampuni ya Dharmanandan ni kuwafanya watu kuwa na mafanikio makubwa na kupata faida katika biashara ya maji na vinywaji. Kila mwajiriwa wa Dharmanandan amejitolea na kulenga 100% kwenye lengo hili moja. Hebu tuone, kwa nini unapaswa kuanzisha biashara ya maji ya kunywa? Kuwekeza katika sekta ya maji ya madini na vinywaji ni uamuzi wa busara sana. Lakini kabla ya kuanzisha biashara yoyote, ni muhimu sana kujua, kuelewa na kufanyia kazi mambo muhimu ya kuanzisha biashara hii. Nitashirikisha mambo haya yote muhimu katika video hii. Ikiwa una nia ya kuanzisha biashara hii, basi tazama video hii hadi mwisho. Video hii ni kiini cha uzoefu wote wa kujenga chapa yetu wenyewe pamoja na uzoefu wa maelfu ya wateja wetu waliofanikiwa. Kama mnavyojua, watu wanataka kunywa maji salama mijini na hata vijijini kote duniani. Hii ni kwa sababu vyanzo vya kawaida vya maji mara nyingi vimechafuliwa na vina vimelea, jambo ambalo si salama kwa kunywa na ni hatari sana kwa afya. Mao Judgment ni mbadala salama na yenye afya. Siku hadi siku, watu wanazidi kuwa na mwamko na kujali afya zao. Janga la COVID-19 limechochea sana mwenendo huu. Ndio maana mahitaji ya maji ya chupa yanaongezeka kwa kasi usiku na mchana kote duniani. Biashara yenye mahitaji yanayokuwa siku zote huzalisha faida kubwa. Hiyo ndiyo sababu kuanzisha biashara ya maji sasa ni chaguo lenye faida sana. Sasa, hebu tuone kwa nini unapaswa kuanzisha biashara ya soda na juisi. Ulimwengu wa vinywaji umejaa ladha tele. Na hapo ndipo uwezo wa ajabu wa soda na juisi unapoingia. Kwanza, na labda jambo muhimu zaidi, ni mahitaji ya soko yasiyo na kifani. Kila unapotazama katika tamaduni na mabara yote, watu wanatamani vinywaji vyenye ladha na vinavyoburudisha. Soda za kawaida hadi michanganyiko ya matunda ya kigeni, mahitaji ya soda na juisi ni ya kidunia na yako juu wakati wote. Ni sehemu iliyokita mizizi katika maisha ya kisasa. Watoto wanavipenda, watu wazima wanavipenda, soko ni pana na la aina mbalimbali. Pili, faida kubwa zaidi. Soda na juisi mara nyingi huuzwa kwa bei nzuri zaidi. Thamani inayotokana na ladha zilizoongezwa, viungo vya kipekee na chapa yenye nguvu vitatengeneza faida kubwa kwa kila chupa. Na maanisha kurudisha mtaji wako haraka na nafasi zaidi ya kukua. Nguvu ya kujenga chapa. Hapa ndipo unapoweza kuonyesha ubunifu wako kikamilifu. Soda na juisi zinatoa fursa za ajabu za kutangaza jina la biashara yako. Unaweza kutengeneza ladha za kipekee, vifungashio vinavyovutia macho na kampeni za masoko zinazogusa walengwa maalum. Chapa iliyofanikiwa ya soda au juisi inaweza kuwa jina linalojulikana kila nyumba na alama ya kitamaduni. 4. Utofauti wa bidhaa na ubunifu. Ulimwengu wa soda na juisi ni uwanja wa ubunifu. Unaweza kujaribu michanganyiko isiyohesabika ya ladha, viungo vyenye kazi maalum kama vitamini, madini au hata probiotic na aina tofauti za vifungashio. Unaweza kuhudumia wateja wanaojali afya kwa chaguo la sukari kidogo, kutengeneza vinywaji vya kuongeza nguvu kwa wanariadha au kubuni ladha maalum za kanda yenu. Uwezekano hauna mwisho. 5. Fursa za msimu. Fikiria kuhusu wakati wa joto na jinsi mahitaji ya vinywaji yanavyoongezeka mara nyingi zaidi. Misimu na sikukuu tofauti hutoa fursa za kipekee kwa ladha za muda maalum na promosheni za mada maalum. Fikiria vinywaji vya viungo wakati wa baridi, vinywaji vya limao wakati wa joto,
au vinywaji vya sherehe wakati wa sikukuu. Hii inatengeneza msisimko na kukuza mauzo. Kujua tu kuhusu mahitaji na faida haitoshi kufanikiwa katika biashara hii. Kuna mambo mengine mengi muhimu lazima uyaelewe. Kuanzisha biashara ya maji na vinywaji ni kazi pana, lakini inaweza kufanywa kuwa rahisi sana kwa msaada wa wataalamu. Acha nikupe siri 7 za kuanzisha biashara ya maji na vinywaji. Ukizitekeleza ipasavyo, mafanikio yako yamehakikishwa. Siri namba 1, utafiti wa soko. Kwa kuanzisha biashara yoyote mpya, utafiti wa soko ni muhimu sana. Kwa msaada wa utafiti wa soko, utakuwa na maono wazi ya biashara yako. Unaweza kuweka malengo ya biashara yako kwa msaada wa utafiti wa soko. Utaweza kujua ni bidhaa gani zinahitajika sokoni, ni bidhaa zipi zina mahitaji makubwa, ni ladha zipi zina mahitaji, na wateja wanapenda nini zaidi. Kulingana na taarifa hizi, unaweza kuamua ukubwa na aina za chupa utakazotambulisha. Google Trends, takwimu za mitandao ya kijamii na ripoti za utafiti wa soko kukusanya data kuhusu mapendeleo ya walaji, uchambuzi wa washindani na mwenendo wa sekta. Siri ya 2, andaa mpango wa biashara wenye faida na unaotekelezeka. Ukishafanya utafiti wa soko, hatua inayofuata ni kuandaa mpango wa biashara na kufanyia kazi. Ukishaelewa ramani, itakuwa rahisi sana kwenda uelekeo sahihi kwa kasi sahihi. Kwa hiyo, nini kinapaswa kuwemo kwenye mpango wa biashara? Kwanza kabisa, amua bajeti tarajiwa na lengo la kurudisha mtaji. Ni aina gani ya timu ya usimamizi na wafanyakazi wanahitajika? Ni taratibu zipi za kisheria na leseni zinazopaswa kukamilishwa? Kiwanda kinapaswa kuwekwa eneo gani? Ni aina gani ya mashine zinahitajika na zinapaswa kununuliwa kutoka kwa watengenezaji wapi? Je, mkakati wa masoko na mauzo utakuwa upi? Mambo haya yote yanapaswa kujumuishwa katika mpango wa biashara pamoja na majina ya watu wanaowajibika na tarehe za mwisho zilizo wazi. Siri sahihi kwa ajili ya kiwanda. Kiutaratibu, eneo linapaswa kuwa karibu na soko. Bidhaa yako inapaswa kufika sokoni kwa urahisi. Pia lazima uhakikishe kuwa kuna kiasi cha kutosha cha maji ghafi, malighafi zinapatikana kwa urahisi, usambazaji wa kutosha wa umeme upo na nguvu kazi sahihi inapatikana. Siri ya 4, chagua mashine sahihi na zinazofaa. Hatua hii ni muhimu sana na inahitaji kuchukuliwa baada ya tafakari ya kina. Kuna baadhi ya vigezo vya kuchagua mashine unavyopaswa kuzingatia kabla ya kufanya maamuzi ya mwisho. Kwanza, unapaswa kuwa wa kutosha kukidhi mahitaji ya soko kwa miaka 4 hadi 5 ijayo. Kunapaswa kuwa na aina sahihi ya mfumo wa automatiki kwenye mashine. Inapaswa kuwa na maisha marefu na uimara, iwe rahisi kuendesha na ihitaji matengenezo kidogo sana. Unapaswa kuweza kupata faida kubwa kwa muda mrefu kutokana na mashine hizi. Usifanye mnavyojua, vitu vya bei rahisi haviwezi kuwa bora na vitu bora haviwezi kuwa vya bei rahisi. Huwezi kamwe kujenga biashara ya muda mrefu yenye faida kwa kutegemea mashine duni za bei rahisi. Je, ni aina gani ya mashine zinahitajika kwa kiwanda cha maji ya kunywa? Kwanza kabisa, unahitaji mitambo ya RO ambayo itasafisha maji. Kisha, mashine ya kupuliza chupa ambayo itatengeneza chupa tupu. Halafu, mashine ya kuosha, kujaza na kufunga chupa kiotomatiki ambayo itafunga chupa zenyewe. Mashine ya kuchapa bechi ambayo itachapa namba za bechi kwenye chupa kiotomatiki. Mashine ya kubandika lebo kiotomatiki kwa ajili ya kuweka lebo kwenye chupa. Mashine ya kufunga vifuko kiotomatiki ambayo itatengeneza paketi za maji. Mashine ya kuosha, kujaza na kufunga dumu za maji kiotomatiki. Zinahitajika: moja kwa ajili ya upimaji wa kemikali na ya pili kwa ajili ya upimaji wa microbiolojia. Unaweza kuweka mashine ya kufungasha kwa shrink wrapping ambayo itapunguza sana gharama yako ya ufungashaji. Sasa hebu tuone ni aina gani ya mashine zinahitajika kwa kiwanda cha soda. Kwa kiwanda cha soda, mashine zinazohitajika ni tanki la kuandaa sukari, mashine ya kuchuja, mfumo wa kubadilishana joto, tanki la kuhifadhi sukari, mifumo ya kuchanganya sukari na shira, mfumo wa kaboneti, mfumo wa kusafisha wa CIP, mashine ya kupuliza chupa, mashine ya kujaza na kufunga soda, mashine ya kuchapa bechi, mashine ya lebo
na mashine ya shrink wrapping. Sasa hebu tuone ni aina gani ya mashine zinahitajika kwa kiwanda cha juisi. Mashine zinazohitajika ni tanki la kuandaa sukari, mashine ya kuchuja, tanki la kuhifadhi sukari, tanki la kuhifadhi rojo, tanki la kuchanganya juisi, homogenizer, tanki la kinywaji tayari, mashine ya kupasha juisi, pasteurizer, mashine ya kupuliza chupa, mashine ya kujaza na kufunga juisi, mtambo wa kupoza, mashine ya lebo, mashine ya kuchapa bechi na mashine ya shrink wrapping. Mashine hizi zote za ubora wa juu, teknolojia ya kisasa na hadhi ya kidunia zinatengenezwa na kampuni ya Dharmanandan. Kampuni ya Dharmanandan inaweza kutengeneza na kusambaza mashine za ubora wa juu kama hizo ili uweze kutimiza malengo na ndoto zako zote katika biashara hii. Siri namba 5, chagua wasambazaji sahihi. Lazima uchague aina 2 za wasambazaji. Mmoja kwa ajili ya malighafi na wa pili kwa ajili ya mashine. Unahitaji preforms, chupa ambazo hazijapulizwa, vifuniko, dumu, rola za vifuko, rola za shrink, lebo, shira na makoleo ya juisi. Wasambazaji wa malighafi wanapaswa kuweza kusambaza vifaa hivi kwa kiasi sahihi na kwa wakati sahihi kulingana na mahitaji yako. Wasambazaji wa mashine lazima wawe na uzoefu mzuri wa miaka mingi katika utengenezaji wa mashine, lazima wawe wataalamu katika uwanja huu na lazima wawe na timu bora ya huduma baada ya mauzo. Chagua watengenezaji wanaotengeneza bidhaa na mashine za ubora wa juu sana ili uweze kuendesha na kukuza biashara yako bila wasiwasi wala hofu. Siri namba 6 ni kupata leseni za chakula na leseni nyingine kwa ajili ya kiwanda chako. Kabla hatujaangalia nchi maalum, hebu tuongelee ukweli wa jumla kuhusu usalama wa chakula. Haijalishi uko wapi, kanuni hizi kwa ujumla zinatumika katika nchi zote. Kwanza ni taratibu bora za utengenezaji ambazo zinaitwa GMP. Huu ndio msingi. Kulingana na GMP, lazima udumishe maeneo safi na nadhifu, usafi sahihi kwa wafanyakazi wako, michakato iliyoandikwa na udhibiti mkali wa ubora. GMP inahusu kuzuia uchafuzi katika kila hatua. Inayofuata ni uchambuzi wa hatari na pointi muhimu za kudhibiti ambayo inaitwa HACCP. Inasikika inatisha, sivyo? HACCP kimsingi ni mfumo wa kutambua hatari zinazoweza kutokea katika mchakato wako wa uzalishaji, kutoka malighafi hadi bidhaa iliyokamilika, na kuweka vidhibiti ili kuzizuia. Ifikirie kama wavu wako wa usalama wa kuzuia matatizo kabla hayajatokea. Kisha kuna ufuatiliaji, traceability. Unahitaji kuweza kufuatilia viungo na bidhaa zako kutoka chanzo hadi kwa mlaji. Hii ni muhimu sana kwa urejeshaji wa bidhaa ikiwa kuna kitu kitaenda vibaya. Na mwisho, mahitaji ya lebo. Walaji wanahitaji kujua kilichomo ndani ya bidhaa yako. Mahitaji ya uwekaji lebo yanajumuisha viungo, taarifa za lishe, vizio, allergen na mara nyingi maelezo maalum ya nchi husika. Hebu tufanye ziara ya haraka kote duniani na tuangalie baadhi ya mifano muhimu. Mamlaka ya chakula na dawa inayojulikana kama FDA ndiyo kituo chako kikuu cha mawasiliano. Unahitaji kusajili kiwanda chako na Umoja wa Kitaifa wa Matibabu, kutii kanuni zao za sheria ya usalama wa chakula wa kisasa, yani FSMA, na lazima upate vibali vya ngazi ya jimbo pia. Uzalishaji wa juisi una kanuni maalum za HACCP ambazo lazima uzifuate nchini Marekani. Umoja wa Ulaya umewianisha kanuni za usalama wa chakula katika nchi zake wanachama. Utahitaji kutii kanuni ya jumla ya sheria ya chakula ambayo inashughulikia kila kitu kutoka usafi hadi uwekaji lebo. Pia utahitaji kusajili biashara yako na mamlaka husika ya kitaifa katika nchi unayofanyia kazi barani Ulaya. Maji ya madini yana kanuni mahususi sana kuhusu chanzo na muundo wake barani Ulaya. Nchini Uingereza, lazima usajili biashara yako na mamlaka za mitaa. Lazima uandae na kutekeleza mfumo wa usalama wa chakula unaozingatia HACCP. Sheria ya usalama wa chakula ya 1990 ndiyo msingi wa sheria ya chakula ya Uingereza.
inafanya kuwa kosa kuuza chakula ambacho si salama au hakifai kwa matumizi ya binadamu. Kanuni za jumla za chakula za 2004 zinatekeleza vipengele vya sheria ya chakula ya EU nchini Uingereza, ikiwa ni pamoja na mahitaji ya ufuatiliaji na usimamizi wa usalama wa chakula. Nchini Canada unahitaji kanuni za chakula salama kwa Wakanada inayojulikana kama leseni ya SFCR. Ikiwa unapanga kuuza bidhaa zako kati ya majimbo, biashara yako lazima iwe na leseni ya SFCR. Pia unahitaji kusajiliwa na wakala wa ukaguzi wa chakula wa Canada unaojulikana kama CFIA. Australia na New Zealand zinashiriki mfumo wa pamoja wa viwango vya chakula unaosimamiwa na Food Standards Australia New Zealand, ambayo inajulikana kama FSANZ. Lazima utii kanuni ya viwango vya chakula ambayo inashughulikia kila kitu kutoka lebo hadi viambata. Pia unahitaji kusajili na baraza la mtaa wako au serikali ya jimbo. Afrika Kusini ina mfumo ulioendelea vizuri wa usalama wa chakula. Lazima utii sheria ya vyakula, vipodozi na viua vijasumu na upate vibali kutoka idara ya afya na manispaa za mitaa. Uthibitisho kutoka SABS ambayo inajulikana kama Shirika la Viwango la Afrika Kusini pia ni lazima. Nchini Nigeria, wakala wa kitaifa wa usimamizi na udhibiti wa chakula na dawa unaojulikana kama NAFDAC ndiye mdhibiti mkuu. Utahitaji usajili na uthibitisho wa NAFDAC kwa bidhaa na vituo vyako. Nchini Kenya, Shirika la Viwango la Kenya, KEBS, lina jukumu muhimu sana. Lazima upate alama ya viwango SM kwa bidhaa zako, ukionyesha kufuata viwango vya Kenya. Pia unahitaji kibali cha sheria ya afya ya umma nchini Kenya. Nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba GCC kama Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain na Oman zinazidi kuianisha kanuni zao za usalama wa chakula. Mchezaji mkuu hapa ni shirika la viwango la GCC linalojulikana kama GSO. Viwango vikali vipo kwa vinywaji vinavyoagizwa na vinavyozalishwa ndani katika nchi za Ghuba. Uthibitisho wa halal mara nyingi unahitajika. Lazima usajili bidhaa zako na mamlaka husika katika kila nchi kama Mamlaka ya Chakula na Dawa ya Saudi Arabia SFDA, Mamlaka ya Viwango na Metrology ya Emirates SMA, leseni ya biashara na leseni ya chakula katika UAE. Mahitaji ya lebo ni makali hasa katika GCC ambayo yanahitaji tafsiri za Kiarabu na maelezo mahususi kuhusu viungo na taarifa za lishe. Nchini Jili na Mamlaka ya Chakula na Dawa ya Jordan JFDA ni walazima. JFDA hutoa vibali kwa vituo vile vinavyofuata viwango na kanuni za kiufundi za Jordan. Nchini Misri, Mamlaka ya Kitaifa ya Usalama wa Chakula NFSA ndiye mdhibiti mkuu. Lazima usajili bidhaa zako na utii viwango vya chakula vya Misri. Wizara ya Afya ya Umma ya Lebanon inasimamia usalama wa chakula. Lazima upate vibali na utii viwango vya Lebanon ambavyo mara nyingi huathiriwa na kanuni za Ulaya. Thailand, Thai FDA, inadhibiti chakula na vinywaji. Lazima usajili bidhaa zako na utii viwango vya chakula vya Thai. Nchini Vietnam, utawala wa chakula wa Vietnam VFA ndiye chombo kikuu cha udhibiti. Lazima upate usajili wa bidhaa na utii kanuni za usalama wa chakula za Vietnam. Wakala wa kitaifa wa udhibiti wa dawa na chakula wa Indonesia BPOM unadhibiti chakula na vinywaji. Lazima ufanye usajili na uthibitisho wa BPOM. Nchini Malaysia, kitengo cha usalama na ubora wa chakula cha Wizara ya Afya kinadhibiti usalama wa chakula. Lazima utii sheria ya chakula ya 1983 na kanuni za chakula za 1985. Nchini Ufilipino, Mamlaka ya Chakula na Dawa FDA ya Ufilipino inadhibiti chakula na vinywaji. Lazima upate leseni ya kuendesha LTO na cheti cha usajili wa bidhaa CPR.
Nchini China, utawala wa serikali wa udhibiti wa soko SAMR ndiye chombo kikuu cha udhibiti. Lazima usajili bidhaa zako na utii viwango vya kitaifa vya China, viwango vya GB. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi ya Japan, MHLW, inadhibiti chakula na vinywaji. Lazima utii sheria ya usafi wa chakula na upate uthibitisho wa JAS, viwango vya kilimo vya Japan kwa bidhaa fulani. Wizara ya Usalama wa Chakula na Dawa ya Korea Kusini, MFDS, inadhibiti chakula na vinywaji. Lazima usajili bidhaa zako na utii viwango vya chakula vya Korea. Nchini India, leseni za EC na FSSAI zote zinahitajika kwa viwanda vya maji ya kunywa, wakati leseni ya FSSAI pekee inahitajika kwa kiwanda cha soda la juisi. Siri namba 7 ni masoko na mauzo. Kwa ukuaji wa biashara yoyote, masoko na mauzo ni muhimu sana. Kwa ajili hiyo, lazima uunde wasambazaji katika eneo lako la karibu. Kisha unaweza kuunda wasambazaji katika majimbo au mikoa mingine. Uhusiano imara na wasambazaji na wauzaji ni muhimu sana kwa mafanikio katika biashara hii. Pili, unaweza kufanya makubaliano na hoteli nzuri na kampuni za upishi na kukuza biashara yako kwa kasi kubwa. Ni mamlaka za reli. Reli zina mahitaji makubwa ya maji ya chupa kote ulimwenguni. Kila mwaka, reli hutoa zabuni kote duniani. Unaweza kushiriki katika zabuni hizi na kukuza biashara yako kufikia viwango vipya. Tumia mchanganyiko wa mikakati ya masoko ya mtandaoni na nje ya mtandao, kama vile masoko ya mitandao ya kijamii, masoko ya maudhui, barua pepe na matangazo ya kawaida ili kuwafikia walengwa wako. Basi marafiki, hizi ndizo siri 7 za kuanzisha kwa mafanikio biashara yenye faida ya maji na vinywaji katika sehemu yoyote ya dunia. Ikitaka kuanzisha biashara hii na ikiwa unataka Dharmananda nikusaidie, basi piga simu au tuma ujumbe sasa hivi kwenye namba zinazoonekana kwenye skrini. Timu yetu ya wataalamu wa kukuza biashara itakuwa tayari kukusaidia. Ikiwa umeipenda video hii, basi usisahau kulike na kushare video hii na rafiki zako na ndugu zako. Pia bonyeza kitufe cha kuhifadhi na uandike maoni yako kwenye sanduku la maoni. Endelea kutazama video zetu kwa kujiunga na chaneli yetu na kubonyeza kengele ya taarifa. Asanteni sana kutoka moyoni mwangu kwa kutazama video zetu mara kwa mara na kutuonyesha upendo mkubwa. Nitakutana nanyi hivi karibuni na video mpya yenye taarifa mpya na muhimu.